Bwana mtazamaji wa Mnyasa Media, tumekutana hapa na Mnandi Diara Mnandi Junior, shabiki wa kundi wa Msimbazi Simba. Kubwa ambalo tumekutana naye hapa kuangazia ni kuhusiana na kauli ya mwenyekiti wa bodi ya uendeshaji ndani ya klabu ya Simba. Hapa namzungumzia Magori ambaye ametoa kauli tata kidogo ambayo imeibua kidogo mjadala kwa mashabiki wa soka. Ni kuhusiana na Clatous Chota Chama Momba Lusaka alivyotimuka ndani ya klabu ya Simba kuelekea ndani ya klabu ya Young Africans. Kubwa ambalo amelizungumzia ni kwamba Chama hakuwa tayari kujiunga na Young Africans, alikwenda kule kwa sababu ya mpunga, fedha ndefu iliwekwa mezani kwa ajili ya Chama Clatous kumshawishi aingie Jangwani. Bwana Mnandi Diara Mnandi Junior, mambo vipi? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Mambo yanaenda bwana Kama alivyopangwa. Umesikia kauli ya Magori kuhusiana na Chama Clatous? Nimesikia, lakini sikuwa mfuatiliaji sana baada ya ile taarifa yake kutoka. Kwa hiyo sikuwa mfuatiliaji sana kwenye ile taarifa, lakini binafsi nimeiona ina trend kwenye magrupu mbalimbali ya klabu yetu ikizungumzwa. Mambo mengi yakizungumzwa, kila mmoja akijadili kwa upande wake, wengine wakijadili kwa positive, wengine wakijadili kwa negative. Kila mmoja na maoni yake, unajua. Yani huwezi kumshikia mtu maoni yake, kila mtu na maoni yake, kwa kila mtu katoa maoni yake kwenye ile kauli ambaye ameizungumza. Ametoa? Kila mmoja alitoa maoni yake baada clip yake kupostiwa kwenye magrupu mbalimbali ya klabu ya Simba. Unajua mimi nipo kwenye magrupu zaidi ya 20. Na hayo magrupu kwa bahati nzuri mimi binafsi sijaungwa kwenye hayo magrupu. Yaani sijaomba kuungwa kwenye magrupu. Magrupu ya Simba yote niliokuepo mimi na sitokea tu nimeungwa kwenye group. Mwingine tu itokea kuambia kwamba nimekuunga kwenye group fulani, lakini unakuta tu umeungwa kwenye group na hujui nani kakuunga kwenye group. Kutokana na mahaba ya mashabiki wa klabu ya Simba, huwa ndio yanasababisha mimi kuungwa kwenye hayo magroup. Lakini pia sio mtu wa kupenda kuchati kwenye hayo magroup. Pamoja nimeungwa. Mimi jukumu langu ni kuwa naangalia tu vitu ambavyo vile vinajadiliwa na vinapostiwa, kwa sababu inawezekana kuna taarifa usipate kwa haraka kwenye sehemu nyingine, lakini kwenye magrupu ndio unakuta inakuwa ya kwanza. Kwa hiyo pia magrupu yananisaidia kugundua vitu vingi kuhusu klabu yangu ya Simba Sports. Bwana, kauli ya Magori kuhusiana na Chama Clatous kwamba ilitakiwa baki ndani ya klabu ya Simba, lakini ni kama Simba mlifanya uzembe hivi kwa Chama Clatous mpaka akashawishiwa kwa fedha ndefu ambayo aliwekewa mizani. Na nikimnukuu Mheshimiwa Magori amesema kwamba pesa aliyowekewa huwezi ukaikataa. Yaani ni pesa ndefu ambayo iliwekwa mezani kwa ajili ya Chama Clatous. Ni kweli kwamba Chama hakuipenda Yanga na yeye alitamani kucheza Simba, ama ni kauli ya baada ya kurejea ndani ya klabu ya Simba? Mimi niseme tu kitu kimoja. Yeye kama kiongozi wa klabu ya Simba, mwenyekiti wa bodi ya klabu ya Simba, amezungumza kwa upande wake kama kiongozi kwenye kabineti yake, lakini na mimi kama mwanachama na mshabiki wa klabu ya Simba, mimi sioni kwamba kama labda ulikuwa uzembe wakati Chama kwenda Jangwani. Anachokisema yeye ni mpunga. Kama ni mpunga, hiyo inaonekana duniani kote. Mchezaji anatoka kutoka klabu moja kwenda klabu nyingine kwa sababu ya hela. Leo tunaona kina Cristiano Ronaldo wako wapi? Wako Al Nassr. Kwa nini wameenda kule? Kwa nini wametoka kwenye vilabu ambavyo vilikuwa wanavitumikia? Kwa mahaba makubwa. Kina Mo Salah tunajua. Lakini leo tunaona wanaenda kwenye timu ambayo wanaenda kwa sababu ya nini? Ya pesa. Mchezaji hawezi kubaki timu moja kama apati maslahi ya kutosha. Mtu anaangalia pesa. Kama wewe ulikuwa unamlipa milioni 50, kuna sehemu anaenda kulipa bilioni 1. Anaenda? Sasa atabaki pale pale kwenye bilioni 50. Sababu kule bilioni 1, atabaki kwenye bilioni 50. Lakini kama kule anaenda kulipa zaidi ya bilioni 100, atabaki kwenye bilioni 50 yako. Anaenda kwenye pesa nyingi. Lakini akienda kule akiona mambo yake haelewi na pesa kashachukua, anaweza akarejea alipotoka. Mambo hayo sio kafanya Chama tu. Mambo hayo alishafanya Juma Kaseja, yuko kwenye ubora. Huko akiitwa Juma Kaijuma. Nadhani unakumbuka. Nyanda kabisa huyo. Wa Tanzania hapa mbali huitwa Tanzania 1. Ukiacha kipindi hicho cha kina Ufalme kina Mohamed Mwameja, lakini amekuja kuchukua yeye katika kipindi chake. Aliondoka Jangwani, wote tunajua, na msimu wa kuondoka peke yake. Aliondoka na Emmanuel Okwi, katili wa nyuma mwiko. Kila anapokutana naye lazima wanyooshe, tena magoli ya kibabe. Umeona bwana? Walimuimba sana, walimsujudia sana, lakini mwisho wa picha walifanikiwa kumpata na kwa gharama kubwa ya pesa. Kilichotokea, kacheza tu mzunguko wa kwanza, dirisha dogo, karejea Simba. Na ndio ilikuwa sababu ya Manji kwenda kuomba zamana kuwa mwenyekiti wa klabu. Wengine hawajui hilo. Vijana wengi ambao wanafuatilia mpira hivi karibuni hawajui hilo, kwamba Manji ilisababisha nini kuwa mwenyekiti baada ya kuwa yeye mdhamini wa klabu. Baada ya kupigwa pesa kwa ule mchezaji, sajiliwa miaka 2. Sawa? Mkataba unasema pale. Kumbe official alisaini miezi 6. Okwi baada ya mzunguko kwanza kuisha, anashangaa tetesi zinasemekana anarejea Simba Sports. Kilimuuma sana Manji. Sasa hizi namtaja akiwa mbele yake, Mwenyezi Mungu ampe makazi yaliokuwa sahihi. Maana kai support sana nyuma mwiko kuwepo kwenye ramani ya mpira. Ndio mtu pekee ambaye aliweka nyuma mwiko kwenye ramani ya mpira katika kipindi hiki cha karibuni. Kwa hiyo naamini binafsi apewe maua yake huko alipo. Aliomba nafasi ya mwenyekiti kwa sababu hiyo. Kaseja pamoja na Okwi walisajiliwa kwa mara moja pale. Kwa hiyo leo ukichangaa kumuona Chama
kwenda kule katumikia mwaka mmoja, karejea Simba. Ni kawaida, kaenda kuchukua pensheni yake kamaliza, karejea Simba. Kule ni sema kwenda kuchukua pensheni. Unakumbuka wakati Chama amerejea Simba, kuna video tuliona akiongea na mzazi wake akimwambia kwamba nimerejea Simba. Babake akasema unataka kurejea au ndo umerejea? Akasema nimesharejea Simba. Babake alionekana kufurahi sana. Ni kweli kwamba nyuma ya pazia kwamba Chama anaipenda Simba kuliko Yanga? Kwa mimi siamini mchezaji kwamba anaweza akapenda timu nje ya taifa lake anakofanyia kazi zaidi ya pesa. Mchezaji anaangalia pesa. Mapenzi sawa, lakini mchezaji anaangalia pesa, lakini mchezaji pia anaangalia kitu kingine. Mahaba, malezi anayopewa kwenye timu husika na kufanya kazi. Hilo ndio jambo kubwa sana la msingi, issue sio pesa. Sio, unanielewa kwa makini? Na hata wanaonifuatilia pia watanielewa kwa makini. Chama sio kwamba anaipenda Simba, kwamba kutoka moyoni tu anaipenda Simba. Chama inamsababisha aipende Simba. Mahaba anayopewa na Simba kwenye kazi yake ndio kinachomfanya Chama aipende Simba, lakini sio kwamba tu from nowhere tu kwamba Chama ana mapenzi na Simba kama sisi mashabiki. Yule ni mchezaji, anaangalia majukumu yake ya kazi. Angekuwa na mahaba tu ya kuipenda Simba, sidhani kama angeweza kwenda nyuma mwiko, na wala sidhani kama angeenda kwenda kule kwenye timu ya FC Berkane kule Morocco. Angeendelea kubaki Simba Sports, lakini ninachokijua mimi, malezi bora anayopewa Simba Sports ndio amemsababisha Chama kufanyaje? Kurejea Simba. Na wazazi wake walimwambia kabla hajaenda nyuma mwiko kwamba usiende huko mwanangu, ulishapita vilabu vingi kwenye bara hili la Afrika, lakini klabu gani ambayo imekupa thamani kubwa kwenye karia yako ya soka kama sio Simba? Sio kucheza tu, hata kwenye nje ya majukumu yako ya kucheza, ya majukumu ya familia yako, Simba wamesolve. Sasa tujaona vilabu vingine kukufanyia hivyo, na ndio maana wazazi wake wakamuuliza kwamba umerejea kweli Simba au ndo unataka kurejea. Walivokiri kwamba karejea, wakafurahi sana kwa sababu walimwambia kabla hajaondoka, huko sio sehemu ya kwenda, ni sehemu ya kwenda kupoteza direction yako. Na kweli alienda kupoteza mwelekeo kule. Chama alifikia mpaka analala kwenye benchi. Wakati watu tunajua wanalala kwenye vyumba vyao, lakini Chama alilala kwenye benchi pale. Anasubiri kufanywa hesabu lakini analala. Maana ni mchezaji anaonekana ameenda sehemu, sio sehemu ambayo alitarajia kufanya kazi. Aliyokutana naye kule, yeye mwenyewe ndo anayajua, tupesi kuyasema sana. Lakini amerejea nyumbani, unamuona Chama anafanya kazi ambaye pengine kuliko miaka 4 ambaye alipita Simba kuyafanya. Amefanya makubwa zaidi toka amerejea. Saizi goli lake linaimbwa barani Ulaya huko. Na kati mwanzo alifanya makubwa na kwenye goli pale pale baada ile goli kulifunga kwenye uwanja ule Meja Jenerali Samuel dhidi ya Young Africans, Chama alionekana kufurahi sana. Yaani alifurahi kweli kweli, akaluka baada ya goli kufunga. Maana yake ni kweli kwamba Chama anaipenda sana Simba kuliko Young Africans. Ndio maana goli lile alivyowafunga Young Africans ni kama ametimiza, ama niseme sasa labda kama sasa mlikuwa mnasema mimi sijui sasa najua nimewafunga, ndio tafsiri yake kusema kwamba kwa mujibu wa magoli kwamba Chama mapenzi yake yako ndani ya klabu ya Simba? Hapana. Kama nilivyoeleza mwanzo, nataka watu waninukuu vizuri. Chama anaipenda kazi yake pale anaposaminiwa. Chama kule alikuwa asaminiwi. Huku Simba Sports alisaminiwa toka alivyokuja na alipewa jina la Mwamba wa Lusaka, mpaka leo jina liko limedumba. Kile kwenda kule tu aliitwa Mwamba kwenye mabwawa. Mwamba wa Lusaka ilikufa tena. Ule mji wao kule Zambia ulikuwa haunadiwi tena. Lakini karejea sasa hivi ananadiwa mara 3 yake. Sasa hivi anaitwa Mwamba wa dunia. Sio Lusaka tena. Sasa hivi amekuwa mwamba wa dunia. Kwa dunia nzima inamwangalia Chama sasa hivi. Chama Simba haipendi. Hujanielewa vizuri. Chama anaipenda kazi yake. Wewe unaniambia unaipenda Simba, unaipendaje Simba? Unaipenda Simba kutokana na vile unavyofanywa. Huwezi kusema tu uipendi. Ingekuwa haipendi asingerudi. Ile haipendi kama tunavyopenda sisi mashabiki. Yule anafanya kazi ndani ya Simba. Kama Simba wamlipi, Chama hawezi kuipenda Simba kama Simba imlipi. Mimi nalipwa Simba. Ili ujue hapo ni yako tofauti. Mimi nalipwa Simba. Wewe ni shabiki. Mimi si mshabiki. Na maana Chama. Mimi ninacholipwa mimi Simba ni nini? Ni furaha. Timu inapofanya vizuri mimi ndio malipo yangu ndani ya Simba. Chama asipopata stake zake hawezi kufurahi Simba. Lazima ataendelea kufanya mipango ya kuondoka Simba ili akaangalie malisho bora. Kama angekuwa analipwa vizuri, anasaminiwa kule Jangwani, angeondoka. Sasa aliingia mkataba mwaka mmoja. Kwa nini asingekubali kuongeza mkataba mwaka mwingine? Ili aoneshe kitu zaidi. Lakini kwa nini kaondoka? Na sio kwamba labda wao walitaka Chama aondoke. Chama mwenyewe kagoma kuongeza mkataba. Sio kwamba walimtaka aondoke. Na ndio maana Chama akatoka pale akaenda Singida, huko akaendelea kufanya maombi, kuongea na viongozi wamrejeshe Simba, kwa sababu mafanikio aliyopata Simba ni makubwa na heshima aliyopata Simba ni kubwa. Na kweli viongozi wakamuelewa, akarejea kwenye dirisha dogo. Chama kurejea kwenye dirisha kubwa. Dirisha kubwa alienda Singida, Mapatina na nyuma mwiko. Ile yote kwa ajili ya kutafuta njia ya kurejea Simba. Na kwenda kule kaenda kuwabebesha ubingwa wa Kagame. Singida leo tunazungumza wamevaa medali za kombe la Kagame Afrika Mashariki na Kati, enzi hizo linaitwa, ambaye Simba ndio bingwa mtetezi mpaka bingwa wa kihistoria mpaka leo hii. Kalichukua lile kombe mara 6, hakuna timu yote iliyofanya hivyo. Kwenye ardhi ya Tanzania na vilabu ambavyo vimeshiriki nje ya hii ardhi ya Tanzania. Simba kule mpaka sasa hivi ni mwamba bingwa wa kihistoria kwenye kombe lile. Chama ameenda amewapa kombe Singida kwenye miguu yake.
Ameonyesha tu dila, mimi narudi nyumbani. Nilikopata heshima kubwa huku nimewapa tu kombe hilo, mtanikumbuka kwa mema yangu niliwafanyia Singida, lakini mimi naamini dirisha linalofuata mimi narejea Msimbazi. Na kule Chama huyo karejea Msimbazi, saizi anafanya makubwa. Wana Simba wote walikuwa wanamkataa Chama kwamba umri umeenda, hatofanya yale alikuwa anayafanya. Chama sasa hivi kama mtoto wa miaka 2. Sio 10, miaka 2. Hata ziwa la mamake hajaacha. Hamna ndivyo. Mimi nakwambia Chama sasa hivi hata ziwa la mamake hajaacha kazi anayofanya sasa hivi. Wewe jiulize kuna wachezaji wangapi? Jana nimetoka kuangalia finali ya UEFA. Finali ya kwanza kuiona ikifanyika, Tanzania mabanda yote yamejaa. Mabanda makubwa yote yamejaa, watu tumesimama kuanzia dakika ya kwanza mpaka ya mwisho. Kwa sababu mashabiki wengi wa Arsenal walikuwa pembeni. Timu yao ilivyochukua ubingwa, wameamka. Jana walikuwa wengi mno kwenda kushuhudia finali ya UEFA. Jana kwenye mabanda. Lakini kuna wachezaji wakubwa wamefanya mazuri kule. Nimeona. Lakini hawaimbwi, anaimbwa Chama. Nimeona wachezaji wengi sana wamefanya vizuri jana. Lakini hawaimbwi. Anaimbwa kwa tusichota Chama. Kwa nini? Manake ni jambo kubwa kwake, ni jambo kubwa kwa familia yake, lakini ni jambo kubwa kwa Simba Sports, lakini ni jambo kubwa kwa ligi ya Tanzania kwamba tuna goli limefungwa kwenye ligi yetu na linadaiwa sasa hivi duniani. Manake hata kama ligi yetu ilikuwa ifuatiliwi, sasa hivi inaanza kufuatiliwa. Sawa na vyombo vikubwa kutoka mabara tofauti tofauti. Hii ni jambo kubwa, ni neema kwenye taifa letu kupitia miguu ya Chama. Miguu ya Chama ni dhahabu. Chama ni Tanzanite. Ambaye madini haya yanapatikana kokote kwenye bara lolote, yanapatikana kwenye ardhi ya Tanzania tu. Na mgodi wenyewe ni Simba Sports wa Tanzanite. Jambo kubwa sana. Kwa hiyo Chama unamkubali kwa Chama ni madini ya Tanzanite. Unampenda sana Chama? Ni madini ya Tanzanite. Sio mimi, hata wewe unampenda Chama. Na watu wa media wote wa taifa hili wanampenda Chama. Wanampenda wachambuzi wa nje ya taifa hili. Wewe nani upinge usimpende Chama? Chama ni mchezaji wa kipekee. Nimekutajia wachezaji wangapi bora saizi hawaimbi. Eti hawaimbi saizi wachezaji wangapi wakubwa? Eti saizi Chama anaimbwa. Jiulize Chama ni mchezaji wa namna gani? Ndio mpaka Chama na miaka 2 hajaacha hata ziwa la mamake. Sawa? Sasa kuna ofa kibao zitajitokeza sasa hivi. Man City utasikia wanamhitaji, au PSG utasikia wanamhitaji, Arsenal wenyewe utasikia wanamhitaji Chama. Kwa sababu wao wenyewe na wachezaji wakubwa. Ukiangalia kama golikipa lao, bonge la golikipa lile. Bonge la golikipa. Mimi nikiwapendeza viongozi wa Simba, tia hela pale. Tia hela kwa golikipa wa Arsenal. Bonge la nyanda lile. Sije kuona nyanda katika kuangalia ligi zote, sije kuona nyanda kama yule. Yule aliwazuia sana PSG na kupata matokeo ndani ya dakika 90. Alitoa michomo mingi sana na habatishi, lakini pia alidaka mkwaju wa penalty. Sijawahi kuona mkwaju wa penalty unapigwa kwa speed afa akaenda akaucheza. Sababu yule mtu hajachagua lengo, yule kapiga, lakini kipa kaenda akacheza kumzidishia kwamba mimi ni nyanda. Lakini goalkeeper wa PSG hamna kitu. Ni goalkeeper wa kawaida sana. Penalty zote akufuata. Zote alikuwa anapotezwa tu. Kama ikiwezekana Simba tia mzigo. Chukua nyanda ule. Kwa Arsenal aje kucheza na Chama. Wewe bwana. Tia nyanda hapa. Tunajua Jibril Kasali anapiga kazi vizuri, lakini nyanda lile mwanangu lina hatari. Sisi tunaimbwa duniani. Kwa nini tusijajili wachezaji wakubwa kwenye ligi pendwa? Sababu ukizungumza ligi zote duniani, ligi ya kwanza ni EPL kutoka Uingereza. Ndio ligi ya kwanza pendwa na mchezaji anacheza ligi ile. Sawa, na sisi tunaimbwa kote huko. Kwa nini tusichukue golikipa la Arsenal lije kuja kudakia Simba Sports? Tuje tuenjoy. Ana hatari. Kwa hiyo bwana Kratos Magoli kusema kwamba Chama ameondoka kwa sababu amefuata hela ni kweli. Na sio uzembe. Ukisema uzembe ni sio kweli. Mchezaji kama ulivyosema anaangalia maslahi. Angalia kitu chochote. Ni maslahi. Kimpa maslahi mazuri, ataendelea kubaki kwenye timu yako. Hiyo ndio kitu cha msingi. Napenda kiamini mimi. Kikubwa ni maslahi. Hiyo ndio jambo la msingi. Kwa hiyo kikubwa mchezaji yeyote anaondoka kutokana na mazingira. Kwa hiyo nyuma mwiko hata kama mchezaji bilioni 1. Malezi wakimpa mabovu hawezi kukaa. Watu waangalie hela. Wanaangalia na malezi yao unayompa mchezaji. Ndio anamfanya kai. Shabalala yule pale panga pangua. Alikuwa kavaa usinga Simba Sports. Shabalala sasa hivi anavaa usinga. Shabalala Jangwani anavaa usinga. Eti tambala ile kapteni anavaa. Sana vama mwenyewe ndio kalivua tena rasmi. Na tulimwambia unaondoka ile tambala ndio umelivua na ndio umeagana nalo. Mpaka mwisho wa karia yako ya soka. Labda uende kwenye vitimu vidogo vidogo ndio inawezekana ukapewa hiyo heshima huko. Kwa sababu umepata heshima kubwa Simba Sports. Lakini sidhani kama anaweza kupata timu nyingine. Tuamini kwamba Mohamed Hussein naye ameenda Young Africa. Shughuli imeisha kwa sababu ya pesa. Kaenda kwa sababu ya pesa, kwani kafuata nini? Sasa yule wenzake wanaenda kuchukua pensheni yeye boya. Lakini kipindi kile Simba nakumbuka kifungwa na Young Africans, miongoni mwa wachezaji walioumia na kutoa machozi ni pamoja na Mohamed Hussein Zimbwe na Shomari Kapombe, tuliowaona wanalia. Wanaipenda Simba kwa sababu Simba kuna malezi bora. Sababu hiyo Kapombe na wewe Shabalala unaweza kawagugo, ukaweza kaambia kwamba mahaba yao toka utoto pengine walikuwa wanapenda nyuma mwiko. Lakini wale wanaangalia kazi. Tutegemee kumwona siku moja Zimbwe naye akirejea Msimbazi kama Chama Klatos. Siwezi jua, inawezekana kwa sababu hajaondoka Simba kwa shutuma kama alivyoondoka Chama. Shabalala kuondoka kwa shutuma Simba. Hakuna mashabiki na wanachama aliwatukana, hakuna. Sawa? Aliondoka kwa nia njema tu, walishindwana kwenye mikataba na klabu kuongeza mkataba sababu mkataba wake uliisha. Ndio kaenda nyuma mwiko kama alivyoondoka Chama. Chama alichelewa mpaka kufuta picha yenye logo ya Simba kwenye ukurasa wake.
pamoja alishatambulishwa kule. Na tutuandikia waraka mkubwa tu mashabiki na wanachama, nadhani mpaka leo tunaukumbuka. Aliondoka kwa nia njema, amefanya kazi na sisi, alituaga vizuri tu. Na ndio maana hata aliporejea kwake watu tu walianza kusema, kwa sababu kule alikuwa apewe nafasi kwamba Chama kaisha na nini, kumbe Chama alikuwa anatunza energy tu kuja kuendelea kurudisha Simba Sports.